juu ya hiyo tarehe 22, nikasema ya kwamba tutajipanga, lakini tukikutana kwa departments, hapo ndio tutajipangia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa huo muda mfupi ambao tutakutana katika department zetu, hiyo mambo ya tarehe 15 na tarehe 22 tutapagia hapo. Kwa hivyo tafadhali tuhusike sisi sote. Bwana asifiwe. Nikimaliza kuomba, nataka kuomba Mama Shadi, tafadhali jaribu kuigiza wale watu wote wako nje, kwa sababu tumefika wakati wa kusikia neno na inajua Bwana atatubariki. Kuna watu wengi nje waweze kuingia na tuwe nafasi ya kusikia neno. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru jina lako mchana wa leo. Asanti kwa vile umekuwa nasi kutoka wakati tuliingia katika hii nyumba lako Bwana. Tumehisi nguvu zako na uwepo wako pamoja nasi, na tuna sababu ya kukushukuru na kusema ni asanti. Kwa kushukuru hata kwa sababu ya vile umetusaidia kutoa matoleo yetu, saka na sadaka zetu Bwana, tusikabidhi mikononi mwako Bwana. Tukisema ni asanti kwa sababu umebariki kazi ya mikono yetu, umetubariki kwa njia moja na ingine, na tumetoa tu sehemu kidogo ya ile umetubariki nayo, kwa kurudisha shukurani Mfalme, na hata kwa kutii neno lako Mfalme wa neema. Twasema ni asanti kwa sababu umekuwa umetubariki na itubarikisha mbele zako Bwana, ili siendelee kukufanyia kazi. Kunao hawakuwa naso Bwana, tunataka kuwaombea siku ya leo, uendelee kuwakumbuka, uendelee kuwafungulia milango. Bwana, wanahitaji kazi, Mungu wetu ukaweze kuwapatia. Onekea watu wako kwa njia moja na ingine, na ili tukiingia katika hii nyumba lako Mfalme, tusikose cha kukutolea. Asanti Mungu wetu kwa sababu tugali tunakungojea kwa sababu ya neno lako. Mtumishi wako anaposimama katika hii madhabahu Bwana, tuomba uendelee kumtia nguvu, mpake na Roho wako Mtakatifu. We ujuae mioyo ya watu wako. Tuomba Mungu wetu tukinyenyekea miguuni kwako kwamba tunangojea kutoka kwako, na ili ukatulishe siku ya leo kulingana na mapenzi yako. Twajiachilia kwako Roho Mtakatifu wa Mungu, ukatunene na ukampake na upako wako na kumtia nguvu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie amebarikiwa kukaa karibu na wewe. Bwana asifiwe. Nataka kupea wale reverend nafasi aweze kutusalimia na tutabarikiwa sana sana. Tumpigie makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Kuambia kwamba niko mzima na Bwana amenilinda. Na hivi karibuni sasa nitakuja kabisa. Bwana wabariki. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupatia kuja ndani ya nyumba ambayo imetanyishwa kwa jina lake. Bwana asifiwe. Nataka kuwakumbusha tu matangazo kadhaa ama kuemphasize ya kwamba Sunday inayokuja, Bwana asifiwe, niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mgeni. Bwana asifiwe. Na tulisema ya kwamba tutakuja na special offering. So after service, after tumesikia neno na kila kitu, ndio tutapeana our special offering ili tukaweze kumbariki ambaye atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia ya kwamba hii ni kutapu baraka kutoka kwa wageni ambao wanakuja, ili nasi Bwana atubariki ili tuweze kuendelea. Haleluya. So tuweze kujipanga kwa hiyo na tutabarikiwa sana. Wale watu walibeba lavos, ninaomba ya kwamba watu waendelee na kuuza lavos. Na ninawakumbuka vizuri sana wenye nilipea lavos. Bwana asifiwe. Na tunaendelea na kuona pesa ambazo zinaingia za lavos. Na ninaomba ya kwamba siku ya fundraising wenye wako na lavos tuliwapea kwa sababu tunajua labda hamfanyi kazi, lakini zilikuwa za kuwasaidia kupata pesa. Tunataka pesa kutoka kwenu. Bwana asifiwe. Mtafute marafiki muendelee kuuza mkiandika. Na by the way, lavos zinasaidia sana. Mimi
cheza raffle za kanisa letu la Luda. Walikuwa wanauza raffle kama ambazo tunauza, na walikuwa wanapeana, kulikuwa na kuku, vitu kadhaa. Na mimi Sunday fundraising ikiendelea nilishinda kuku. Bwana asifiwe. Na nikaletewa hiyo kuku hapa kanisani. Sasa ninaona ambavyo watu wako na kinyongo hata hawapigi makofi. Na hiyo ni baraka. Bwana asifiwe. So ni vizuri unaweza uzia mtu aweze kushinda kitu, mpelekee na furahie. Kwanza mimi nilifurahia sana. So hii wiki mimi kwangu imekuwa ni ya baraka sana. Hata wewe yako inaweza kuwa ni ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Pia nishukuru wana Riverside kwa sababu ya kutusaidia kama kanisa kufanya mandre soko, na tuliweza kupata 19,650. Hizo ndizo treasurer aliweka kwa account. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ninajua pia our development share anaendelea na kutu motivate tutoe kabisa. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba tuendelee hivyo, ili haya maono ambayo Reverend alianzia tutaenda nayo hadi tuimalize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna hata mmoja wetu anafaa ajidunishe. Tutaenda bari kwa uwezo wa Bwana. Haleluya. Kwa hivyo asante sana Mr. Kihara kwa sababu ya kazi hiyo. Pia nataka kushukuru Collins. Collins anafanya kazi kubwa sana kule nje. Naona watoto wengine wanataka kwenda kwa barabara, lakini Collins anawasaidia kurudi. Ninaomba pia walimu wa Sunday School watusaidie kwa hiyo kazi, kwa sababu yeye saa zingine anafuata watoto na huko hawa wadogo kabisa. Mwalimu mmoja anaweza kuwa pia anaangalia watoto, tunasaidiana hivyo, na itakuwa ni ya baraka, tufanye kazi ya Bwana pamoja. Haleluya. Simbarikiwe sana. Haleluya. Kuna song ambayo ilikuwa inaibwa kitambo na nilikuta ikiimbwa. Hii song inasemanga, nilikuwa nimeshakaa wakati nilikuwa kwa shetani, lakini nilipokuja kwa Yesu akanibadilisha. Haleluya. Tunaijua. Inasema, dahunyokete giuma kwa wainga, dahunyokete giuma kwa wainga, Jesu akijoya githabia wega kwa wainga, digashoka gwake rĩngĩ digasho, dauga rĩngĩ digasho. Hebu ambia jirani yako hiyo song inasema aje. Kama umekaa karibu na Mkikuyu, muulize song inasema aje. Inasema wakati hatukuwa tumeokoka, tulikuwa tumeshakaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuwa ambavyo tuko sahihi. Lakini Yesu alipoingia ndani mwetu, ama tulipookoka, maisha yetu yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana maisha yako bado haijabadilika. Nataka nikuambie siku ya leo bado maisha yako iko katika process ya kubadilika. Haleluya. Pola tu ukae kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niweze kuleta neno ambalo Bwana amenibariki nalo siku ya leo, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa sana. Nataka tufungue hii ni neno ambalo tushawahi labda sikia, lakini siku ya leo inakuja na utofauti sana. Bwana asifiwe. Nataka nipatie Baba Magihi microphone, atatusaidia kusoma kwa screen. Kitabu ya Mark chapter 10 utatupea kwa Kizungu. Mark chapter 10. Tuone mtu pale ambaye alikuwa anaitwa Bartimaeus. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bartimaeus ni mtu ambaye tunajua sana, Bartimayo mwana wa Bartimaeus. Na tunajua ya kwamba hakuwa anaweza kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika ile verse ndio tutatoa dhimu yetu ambayo tutaileta tukiendelea. Neno liko kwa screen, tunaweza angalia tunaposomewa. Tusome neno. Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again crowds of people came to him. And
a crowd of people, watu wengi wakakuja kwake kama ambavyo tumekuja kwa ibada ya siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. And again, crowd of people came to him, and as was his custom, he taught them. Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. Tumepotea. Mark chapter 10 line 4, Mark chapter 10 mstari wa 46. Okay. 46. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man Bartimaeus, which means son of Timaeus. A crowd, kulikuwa na watu wengi pale. Bartimaeus, tuendelee. Yes. With a large crowd were leaving the city. A blind man Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. 47, imefika. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." 49. Jesus stopped and said, stopped. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thimu yetu ya siku ya leo ni Jesus stopped. Andika hivyo. Jesus stopped. Tuendelee. Amen. Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet. He is calling you." Pause hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumefika mstari wa 49. Nimewaambia thimu yetu Yesu akasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale Biblia tukianzia tumeona ya kwamba kulikuwa na umati mkubwa kama ambavyo tumekusanyika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa ile umati kubwa mtu mmoja tu ndiye aliweza kubenefit. Bwana asifiwe. Amen. Nataka ujue ya kwamba tuko katika hili kusanyiko, lakini kuna mtu mmoja mahali hapa ambaye Yesu anaweza simama kwa sababu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But watu wengi walikuwa wanamfuata. Lakini Bartimaeus akaona kuna nafasi pale. Akajua ya kwamba nitaita Yesu mwana wa Daudi. Haleluya. Naye Yesu akasimama kwa ajili yake. Jesus stopped. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikuambie kwa ibada ya siku ya leo, Yesu anaweza simama kwa sababu yako. Haleluya. Anaweza simamisha shughuli zote kwa sababu yako. Nataka nikuambie ya kwamba haijalishi yale unapitia. Bartimaeus alikuwa anapitia ile hali ilikuwa ngumu sana. Bartimaeus alikuwa amepewa jina Bartimaeus tumeambiwa inasemaje? Son of Timaeus. Inamaanisha mwana wa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A man of what? Honor. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bartimaeus ilikuwa inamaanisha mwana wa heshima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini tukiangalia hili neno, Bartimaeus hakuwa anaishi hayo maisha. Inawezekana uko na jina mzuri ambayo iko na meaning mzuri, lakini hauishi kadri na jina lako ambavyo linasema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bartimaeus mtu ambaye alikuwa wa heshima, Biblia inatuambia alikuwa bright, hangeweza kuona. Hebu tuendelee mstari wa 50. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Biblia inasema hiyo wakati wale watu ambao walikuwa vilema, kuna mavazi ambao walikuwa wanafarishwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo alikuwa na nguo zake, na kwa sababu ilikuwa sheria lazima ukuwe na mavazi ambayo umewekwa ili kusikue na mtu ambaye atajifanya
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ukienda our city unakutaga mtu amejifanya kilema. Hiyo siku ni kama walikuwa wanachukua hata license ili inajulikana wewe ni kilema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ulikuwa kuna vazi ambao ulikuwa unapewa. Tuendelee. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Endelea. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the Lord. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunaona hivi, nimewaambia kulikuwa na umati mkubwa. Na mwenye anaandika nataka aandike hivi. A crowd will follow Jesus, but only individual will benefit from Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu rudia hivyo nimesema. A crowd will follow Jesus, but only individual will benefit from Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakuwa wengi, lakini mtu binafsi ndiye maisha yake yatabadilika. Amen. Mimi ninaomba ya kwamba siku ya leo wewe usikue katikati ya umati, wewe ukue ni mtu binafsi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia jirani yako, usikue, umwambie asikue katikati ya umati. Usikue katikati ya umati. Asikue kwa crowd. Usiwe kule kwa crowd. Na ukue mtu individual. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuta benefit tukiwa wengi, but individual. Amen. Wewe mama ni wewe unaweza benefit ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao hufuata watu. Kuna watu ambao hufuata washugaji. Lakini fuata Yesu ukiwa wewe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wengi walimfuata. In fact, kuna pahali alifika akawaambia, ninajua mnanifuata kwa sababu ya zile vitu ambazo niliweza kuwapea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana siku ya leo, yes, wewe unafuata Yesu kwa sababu ya yale zile vitu amekupea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini fuata Yesu kivyako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Fuata Yesu kivyako. Bartimaeus alijaribu watu walijaribu kumsimamisha. Yes. Hallelujah. Amen. Lakini yeye akaendelea na kumuita Jehova. Amen. Siku ya leo si umuite Jehova. Amen. Si umuite Jehova. Asimame kwa ajili yako. Amen. Umwambie Yesu, mwana wa Daudi, ni rehemu. Ni rehemu. Hallelujah. Hallelujah. Si usimame katika mwanya ukiwa peke yako. Hata kama tutakuambia umeenda sana, si usimame peke yako, umwambie Bwana, Yesu mwana wa Daudi, ni rehemu. Amen. Na Yesu anaweza simama kwa ajili yako. Hakuweza kusimama hakusimama kwa sababu ya umati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanasiasa wetu wanasimamanga wakiona umati. Hey. Amen. Hiyo nayo imekuja. Raini imeteremka sasa. Amen. Wanasiasa wetu wanasimamanga wakiona umati umesimama. Amen. Lakini Yesu haangalii umati. Hallelujah. Anakuangalia wewe. Amen. Sikukue na mtu mmoja hapa Emmanuel, yes, ambaye Yesu atasimama kwa ajili. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini uangalie umati? Yesu haangalii hiyo. Yes. Anakuangalia wewe. Amen. Unamtumikia Bwana kusudi lako likiwa gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana unatumikia Bwana ili upate madaraka. Yes. Wacha nikuambie usiangalie hiyo. Siwe mtazamie Bwana asimame kwa ajili yako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wetu ni yeye si kama mwanasiasa. Wanasiasa in fact nasikianga wanatafutanga press iko na watu wengi, na wanaweza hata kukuuliza kama kwenye unanialika kuko na watu wengi. Lakini Yesu mwana wa Daudi, yes, na heshima yote aliyokuwa nayo, alisimama tu kwa sababu ya Bartimayo. Bwana Yesu asifiwe. Si asimame kwa ajili ya mtu siku ya leo. Si Yesu asimame kwa ajili yako mzee. Amen. Hallelujah. Si asimame kwa ajili yako wewe mama. Si asimame kwa ajili yako wewe kijana. Amen. Kama alisimama kwa sababu ya Bartimaeus. Hallelujah. Aliyekuwa kipofu. Hakuwa anaona. Hallelujah.
Na unajua si lazima ukue ni vitu hizi za kawaida, yani umefungana macho. Unaweza kuwa tu macho yako iko open, lakini hakuna kitu unaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukiangalia Bartimayo wakati alikuwa anaponywa, alipakwa matope. Akaanza kusema naona watu wanakaa kama miti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kuonyesha ya kwamba si vitu hizi za dunia. Kuna vitu zingine, kuna mambo ingine ya kiroho, yes, ambayo unaweza kuwa bride hauoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuko umati lakini hauoni. Amen. Kama Bartimayo, wewe ni mtu ambaye ako na kitu amewekwa ndani yake. Yes. Lakini wewe hauoni. Uko kama Bartimayo. Ninaomba siku ya leo, yes, si uanze kuona, yes, uone yale makusudi ambayo Bwana yako kwa ajili yako. Hallelujah. Na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ako na kusudi jema. Hakukuleta hapa Emmanuel bure. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ni venye tu shetani za zingine anaingianga, anakuonyesha wewe ni mtu wa bure. Bartimayo angekaa, watu walikuwa wanaona yeye ni mtu ambaye hawezi saidika. Ni mtu ambaye hawezi hata fanya kitu lolote, jambo lolote. Yes. Inawezekana siku ya leo watu wamekuona namna hiyo. Hata wenye wanatutazama online, inawezekana ulionekana kwamba wewe hauwezi enda, hauoni, wewe ni mtu wa bure. Nataka nikuambie Yesu anaweza simama kwa ajili yako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bartimayo, jina ambalo lilikuwa ni la kupewa heshima. Hallelujah. Amen. Tumesema Bartimayo lina mean aje? Mtu wa kupewa heshima. Mimi nataka tuongee zote. Amen. Tumeona Bartimayo, meaning ya Bartimayo ni kusema aje? Mtu wa kupewa heshima. Lakini hakuwa amepewa heshima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Kama Yesu anaweza simama kwa ajili ya Bartimayo, si hata wewe unaweza kuwa na muda na mtu. Hallelujah. Amen. Upatie mtu time. Abia jirani yako unaweza pea mtu time. Unaweza pea mtu time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida yetu moja ni tunataka kufanya, yani tunafanya speed. Tunataka mtu awake na speed. Pio. Hallelujah. Amen. But Yesu tunaona yeye kuna wakati mwingine anasimamisha shughuli zake zote kwa sababu ya mtu mmoja. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nataka tuendelee tuone kuna pahali pia aliweza kusimamisha shughuli kwa sababu ya Samaritan woman. Yule mama, interpreter wangu, Samaritan woman. Mama mgani huyo? Mama Msamaria. Mama Msamaria. Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisimamisha shughuli zake kwa sababu ya mama Msamaria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. In fact alifanya mpango, wale disciples wake akawapanga. Ebu nyinyi endeneni mkatafute chakula ili akuwe na muda na Samaritan woman. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani God anaweza tafuta muda wake kwa ajili yako. Si siku ya leo God atafute masaa kwa ajili yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inua mkono wako juu mwambie Bwana nitafutie time. Apia Bwana nitafutie wakati. Mungu anaweza simamisha kila kitu. Ape maadui zako shughuli. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yani anawa confuse. Yes. Ili akutane na wewe. Amen. Ili akushughulikie. Amen. Ninaomba siku ya leo, yes, Bwana akasimamishe mambo yake yote. Amen. Akakushughulikie katika Amen. Jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo utaona katika kitabu ya John. Amen. Chapter 4. John chapter 4. Mstari wa kwanza hadi wa 42. Utaona pale Yesu ambavyo alifanya. Hallelujah. Amen. Tufungulie kitabu ya Matthew chapter 15. Nataka pia kuwaweka hope ama kuwapatia tumaini. Amen. Pia kuna wakati Yesu anaweza nyamaza. Umekuwa ukimuita lakini amenyamaza. Lakini ako na shughuli na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu fungua kitabu ya Matthew 15. Mathayo 15. Line 21. Mstari wa 21. Inasema aje? Amen. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Tunaendelea media team. A Canaanite woman
from the vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. My daughter is demon possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Huyo ni mtu mwingine bado. Amen. Yesu anataka kutafuta time kwa ajili yake. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is. Lord, she said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Hebu nisomee line 23. Mstari wa 23 unasema, Jesus did not answer a word. Jesus did not answer a word. A word. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Kikuyu inasema, no Jesu dale odo amushokeirie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yani Yesu amemnyamazia. Kuna mambo alikuwa anamuambia kama ambavyo saa zingine huwa unamuita Bwana. Haleluya. Amen. Inawezekana haijatendeka, lakini Yesu ako na shughuli na wewe. Amen. Atasimamisha mambo ingine akushughulikie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hapo utaona ambavyo ukiendelea. Hebu tusome hapo chini kidogo. Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Hapana, line 24. He said, I was sent only to the lost sheep of Israel. Line 23 tunaona hakunena kitu jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amemnyamazia. Kama ambavyo unaongeleshanga mtu za zingine ananyamaza, alafu anakuja anaongea. Haikuanza na wewe. Ilianza wakati wa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndiposa unaonanga kuna mtu unaongelesha ananyamaza. Hata sasa nimepata ufunuo mwingine. Nikikuongelesha nione umenyamaza, nitajua tu ni kawaida, ni mambo ilikuwa inaendelea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini line 24, Yesu akafanya nini? He answered. Na Yesu akimshokelia atiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa amemnenea, amemwambia amenyamaza. Nataka nikuambie usigive up. Usigive up in life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yesu ako na kusudi jema kwa ajili yako. Yale alisema atatenda. Amen. Hata kama amekunyamazia, usijinyonge, usiingie katika depression. Amen. Yesu atasimamisha kila kitu na atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yani Yesu ni mzuri, anatafuta time kwa ajili yako. Unajua Yesu kuna pahali pia alitafuta time kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa ameingiwa na mapepo. Ndio. Mwenda wazimu. Amen. Hebu tufungue hapo. Hata nimekumbuka hiyo kitabu ya Mark. Amen. Mark chapter 5. Yani wewe ukipata mwenda wazimu saa hii huwa unafanya aje? Unaweza kuwa na time na yeye. Hallelujah. Amen. Mark chapter 5. Tuwekee kwa Kiswahili. Amen. Mark chapter 5. Marko, kitabu cha Marko mtakatifu 5. Tumefika, iko kwa screen. Amen. Marko mtakatifu sura yake 5 mstari wake wa kwanza. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerase. Na alipokwisha kushuka katika mashua, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Yani ametoka kazi ambavyo huwa unatoka kibarua
ukutane na mwenda wazimu. Amen. Tuendelee. Aliyetoka makaburini. Hallelujah. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Watu walikuwa wameshoka na yeye. Wanajaribu hata kumweka mavazi mengine, anatoa anaweka ile ya uchafu. Watu wakaachana na yeye. Amen. Tuendelee. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na tena kuzivuja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nakuapisha kwa Mungu, usinitese. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaendelea tu. Tunaona huyu mtu kwenye alikuwa anakaa katika makaburi. Amen. Amekipia sana kwa Yesu. Yaani mtu ambaye alikuwa na mapepo amekukibilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amefika kwako. Yes. Watu wameshoka. Tunaona watu watu walikuwa wamejaribu wakaachana naye, sasa wakasema washa akae huko kwa makaburi. Washa asubukie huko. Tuendelee. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakila. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Wow. Yani God ako na time. Yani saa hizi zote wanaongea na madman. Yani mtu alikuwa na mapepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mwenda wazimu. Bado wanaongea. Amen. Kama God anasikiza mwenda wazimu. Na wewe ni nani? Hallelujah. Ako na time na wewe. Amen. Tuendelee. Wacha tuone ambavyo Bwana alimfanyia. Akawapa ruhusa. Pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapatao 2,000 wakafa baharini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Yesu hakutolokea huyu mtu. Wewe kama ambavyo unawezaona mwenda wazimu muache. Yesu anamkaribia, wanaanza kuwa na conversation. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama ako na conversation na huyu mtu, si hata wewe siku ya leo mkuwe na yani maneno ya kuongea na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Si akutimizie haja za moyo wako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yani huyu mtu alikuwa na mapepo, watu walikuwa wamejaribu. Umejaribu kusaidiwa, watu wameshindwa. Nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaweza kuwa na time na wewe. Amen. Uketi tu mahali mwambie God, nataka ukuwe na time na mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama Yesu mwenyewe ako na time na huyu mtu, si hata wewe ukuwe na time na mimi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ukuwe na time, upe mtu time. Amen. Nawezekana sifanyi mambo yote venye inafaa. Si unipe time. Amen. If God anatafuta time, kama Mungu anatafuta wakati kwa sababu ya huyu, si hata wewe unipatie time. Amen. Si upatie huyo mtu ambaye anakusubua time. Amen. God ako na madman. Anampea wakati. Hallelujah. Wewe ni watu wangapi hujapea time? Unaambia mtu mimi sina time yako. Amen. Yani usha give up. Mtu amekusubua, sina time na wewe. Hawa watu walikaa, Yesu aliketi tu, sasa waelewane. Waelewane. Amen. Mimi nataka siku ya leo hata wewe ukuwe na time kwa ajili ya rafiki yako. Amen. Kwa ajili ya adui wako.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako lazima akuwe na time. Lazima ukuwe na time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana mtu atasimama hapa aongoze, labda anapeleka hivi, inafaa kwenda hivi, unampea time. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana mtu anaiba off key, si umpee time. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama God anatafuta time kwa ajili ya huyu, hata wewe naomba upatie mtu wakati. Amen. Hiyo biashara yako haiendi vizuri, ipatie muda, itapik. Hallelujah. Amen. Hiyo kazi ambayo unafanya saa hii inawezekana sio ambayo ulifaa ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea kuongea na Bwana, ako na time na wewe. Amen. Atakutoa kwa hiyo kazi akupatie ingine. Amen. Kugive up ndio baya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukosa time hiyo ndio mbaya. Amen. Na watu wengi sana siku hizi, hii life tunaishi ya saa hii, sisi hatutaki kuwa na time na mtu. Tunataka mambo inaenda speed. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama saa hii tu huwa tunaongea na Waithera sana, na msubua na muambia hii kitu iko slow, na yeye ananiambia internet ndio iko slow, kwa sababu tunataka mambo ya speed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na diposa unaonanga phone ikikuja, kuna watu ambao wanabadilishanga simu haraka kwa sababu wanataka simu yenye iko na speed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini saa zingine ni vizuri. Hallelujah. Amen. Hata kama ile world tuko inataka speed, nataka nikuambie God anakuaga na time na wewe, mnaweza kuwa na muda wa kujadiliana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mimi ninaomba siku ya leo, kama ulikuwa umegive up na mtu fulani ama kazi ambayo unafanya, usigive up. Bwana anakupeleka mbali. Amen. Na atasimama kwa ajili yako, asimamishe shughuli zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono uambie Bwana, simama kwa ajili yangu. Simama kwa ajili yangu. Apia Bwana, kuwa na wakati na mimi. Kuwa na wakati na mimi. Kwa hivyo hakuna kitu ambayo haiwezekani. Amen. Tunaona ya kwamba huyu alitolewa kule, mapepo ikatoka ikawekwa kwa nguruwe. Amen. Na diposa watu wengine wanawekaga hii scripture ya kwamba hawakuragi nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hawashaman anauzaga nguruwe na tunakuranga watu wengine. Aha. Lakini hatutaki kuwa kwaza wenye hawakuli, muendelee tu na kukosa kukura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku ya leo ninataka nikuambie God anaweza kuwa na time na wewe. Amen. Nipatie time. Na inawezekana kuna mtu anakuja church na hajaokoka. Ulimpata mahali akifanya dhambi. Washa kumuongea vibaya kumhusu. Amen. Si huyo mtu umpe time. Kama God anapeana time kwa ajili ya huyu ambaye alikuwa anaishi makaburini. Yes. Kwa nini wewe hutaki kupatia huyo mama time? Kwa nini hutaki kupatia huyo mzee time? Kwa nini hutaki kupatia huyo kijana time? Situpeane wakati. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God mwenyewe alipea huyu madman wakati. Mwenda wazimu. Wewe ni mwenda wazimu wangapi umekutana na wao? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana labda hata sisi tuko na kaweda wazimu kidogo. Unajua wenyewe wamesoma kuhusu Maid, wanasemanga kila mtu ako na kaweda wazimu kake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu enda uchunguze hiyo. Kila mtu anabuangu ako na kitu yake, kaweda wazimu yake. Usuguze kako sasa ni kagani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ambaye saa zingine anakasirika vibaya, ako kaweda wazimu kakiinuka tu. Unasikia amekujibu kikitu na anasema Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. So ni kupeana time. Amen. Kuna wakati God atasimama kwa ajili yetu. Atasimama kwa ajili ya huyo mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupeane time. Kuna mtu ambaye anaitwa D. Moody. Iko katika Google. Ukienda ku Google, kuko na kitabu inaitwa ya D. Moody. D-M-O-O-D. Why? Alikuwa mwinjilisti mkubwa. Na sasa huyo mwinjilisti ukisoma kitabu yake, kuna wakati hakuwa na sadaka kanisani. Na hiyo time, kwa sababu ni wa kitambo, labda Reverend anaweza kuwa namjua, walikuwa wanaweka ile kikapu yenye ilikuwa inawekwa zile zama za kitabu katika Biblia. Kikapu inawekwa hapa, kitu inawekwa, pesa zinawekwa zikionekana. Kama ni first fruit inawekwa inaonekana.
Si kama saa hii tunaweka shodo yenye iko na nyororo. Hiyo time ni kama hakukuwa na wezi wengi. Saa hii lazima tuweke nyororo, na kuna ingine iko hapa ya kufuli. Tunaweza hata tafuta safe tuwe tunatolea sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo time hakukuwa na safe, zilikuwa zinawekwa kwa kikapu. So huyu mwinjilisti alikuwa hana kitu. Wakati kwa sababu ilikuwa inatolewa na kila mtu lazima angepaga line, yeye alienda akakalia kile kikapu. Gitaruro. Hiyo inakaa sinia, inaitwa nini? Uteo. Akaikalia. Akaulizwa na mshukaji mwenye alikuwa pale, ukienda kuisoma ni tamu sana. Akaulizwa, kwa nini wewe umekalia kikapu? Akasema, mimi sina kitu. Nikaona nijitoe. Nimejitoa mwenyewe. Amen. Nao wale wazee wa kanisa wakasema, na Reverend mwenye alikuwa akasema, huyo mtu asitolewe kwa kikapu. Si amejitoa yeye. Apewe kazi ya kwenda kuhubiri nje. Amen. Hapo ndio alianza kutoka kwenda nje. Akahubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu enda usome kuhusu D. Moody. Enda usome, sitaki kuendelea sana kuhusu hiyo story. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tufungulie line 14 ya each 2 chapter. Wachungaji wao kimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Yaani evangelism imeanza kwa mwenda wazimu. Yule mtu watu walikuwa wameona amefungwa na minyororo, hawezi kitu lolote, ameanza injili. Tuendelee. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi la pepo, wakaogopa. Yaani alikuwa na pepo, sasa amevaa nguo, amevaa kasuti. Yule mwenda wazimu amejitokeza. Madman. God amekuwa na time na yeye. Mtu mmoja tu. Si crowd. Kwa sababu akiachana na yeye, mtu mmoja. Amen. Amevaa kasuti. Mtu mmoja. Watu wakashangaa. Tuendelee. Amen. Na wale waliokuwa wameona waliweza waliwaelezea ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na kuhusu nguruwe. Wakaanza kusihi aondoke katika eneo lao. Yaani sasa wameanza kusikia wivu kwa sababu wamebarikiwa. Kwa hivyo si wewe wa kwanza watu kusikia wivu kwa ajili yako. Walimuondokea. Instead ya mkaribie, sasa tena wanamuondoka na ashabarikiwa. Aondoke eneo lao. Naye alipokuwa akipanda katika mashua, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Yaani sasa ameshukiwa na watu. Akaona sasa labda mwenye ameniponya sasa mimi ndiye nitafuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inawezekana watu walikushukia kwa sababu umebarikiwa. Wewe endelea kumfuata Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inasema aje alipofika kwa Yesu? Lakini hakumruhusu. Naye Yesu amekataa. Hata mimi siendi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi sikuruhusu. Sasa wale wamesema wewe ondoka eneo lenye tuko. Akaenda naye kwa Yesu na yeye akamwambia aje? Bali alimwambia, nenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubirie ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana. Very good. Ati alimwambia aje? Rudia. Enenda. Bali akamwambia, nenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubirie ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madman. Amen. Mwenda wazimu. God amekuwa na time na yeye. Amen. Amempea time. Na mpaka sasa wamefikishana mahali anataka kwenda na yeye. Akamwambia mimi siendi na wewe. Wewe enda ufanye evangelism. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Si God akuwe na time na wewe. Amen. Akufanyie kikitu tu. Amen. Abadilishe maisha yako. Hallelujah. Akuambie ondoka, wewe enda uambie watu ambavyo Bwana amekutendea. Amen. Nataka usimame kwa miguu yako. Yes. Umwambie Bwana siku jioni ya leo. Amen. Ya kwamba akakuwe na time na wewe. Oh, yes. Kama ambavyo alikuwa na huyu mtu. Hata wewe anaweza kuwa na time na wewe. Amen. Na akuambie enenda ukaambie watu ambavyo nimekutendea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mikono yako tu mwambie Bwana hivyo jioni adhuhuri ya leo.
Yeye ni Mungu ambaye anaweza kuwa na time na wewe. Watu walikosa time na huyu mtu, lakini Yesu alipata time na yeye. Bartimaeus hakunyamaza. Alimwambia Yesu, mwana wa Daudi, naomba ukanirehemu. Nataka dhuhuri ya leo usiangalie jirani yako. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Umwambie Bwana, naomba ukanirehemu katika jina la Yesu. Toa sauti yako. Bartimaeus hakunyamaza. Alitoa sauti yake akamsihi Bwana, ninaomba ya kwamba ukaweze kunirehemu ili nikaweze kuona. Na God alikuwa na time na yeye. Oh yes Lord, oh yes Lord, oh yes Lord. Baba, ninaomba ya kwamba ukakuwe na time na mtu siku ya leo mahali hapa. Ninaomba ya kwamba ukakuwe na muda kwa mama, ukakuwe na muda kwa sababu ya mzee, ukakuwe na muda kwa sababu ya kijana katika jina la Yesu. Baba, simama kwa ajili ya mtu mahali hapa. Simama kwa ajili ya mtu mahali hapa. Simama kwa ajili ya mtu mahali hapa. Lord of Abraham, Isaac and Jacob, I pray that you may stand. I pray that you may stop. Stop because of someone. Because of someone. Jesus has come because of you. Bwana anaweza simama kwa ajili yako. Yesu anaweza simama kwa ajili yako. Anaweza simamisha shughuli zote. Bartimaeus hakunyamaza. Bartimaeus hakunyamaza. Bartimaeus mwana wa Timayo hakunyamaza. Alipiga sauti, alitoa sauti yake. Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Oh yes Lord, we worship you. Baba, kama mtumishi wako simama kwa ajili ya mtu. Huyo mtu ambaye anakuita saa hii anasema, Yesu mwana wa Daudi, badilisha hali yangu. Badilisha hali ya mtu mahali hapa. Badilisha hali ya mtu mahali hapa. Badilisha hali ya mtu mahali hapa katika jina la Yesu. Mwenye anatusikiliza, mwenye anatuona online, Bwana na akabadilisha hali yako, akasimame kwa ajili yako. May God stop because of you. May our Father stop because of you. May our God stop because of you. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, tafuta wakati. Baba, nataka tuongee na wewe. Jehova, nataka tuongee na wewe. Baba, nataka tuongee na wewe. Baba, ninaomba ukaniondole ile hali niko. Ukaniondole ile hali niko katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi turehemu. Yesu mwana wa Daudi rehemu mmoja wetu. Yesu mwana wa Daudi rehemu mmoja wetu. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Rehemu. We worship you, Lord. You are good. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of my belly, out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Out of my belly, out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of my belly, out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. No one like you, Jesus, no one like you. No one like you, Father, no one like you. Master, you are the God of everything. No one like you, no one like you, no one like you.
you. No one like you. Let's say no one like you. No one like you, Father. No one like you, Father. No one like you, Master. You are the God of everything. No one like you. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa ibada hii. Yes, Lord. Baba, tumesoma tumesikia neno lako ya kwamba unaweza simama kwa ajili yetu. Ninaomba adhuhuri ya leo Jehova, kuna mtu ambaye amekuwa akikutafuta kwa muda. Baba, umekuwa na wakati na yeye. Ninaomba wakati huu Bwana ukaweze kusimama kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo. Yes, Baba, ni asante kwa sababu wewe si kama binadamu. Watu wetu Bwana wamekosa kutupatia wakati. Marafiki zetu wamekosa kutupatia wakati. Yes. Lakini wewe Bwana tumeona ya kwamba wewe hupatia watu wako wakati. Baba, tunasema ni asante kwa sababu tunajua ya kwamba utakuja kusimama kwa ajili